Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inawezekana kuna mtu ama kuna kikundi kimekukalia kooni maskini, kuhakikisha kila siku unateremsha chozi la maumivu makali kabisa kutoka katika moyo wako kwa dhulma mbalimbali wanazokutendea, kwa fitna mbalimbali wanazokuundia, majungu mbalimbali wanayokupikia na fitna mbalimbali wanazozieneza dhidi yako. Inawezekana kuna mtu anapambana na wewe kuhakikisha ndoa yako inavunjika. Kuna mtu anapambana na wewe kuhakikisha lazima kazi utakosa. Kuna mtu anapambana na wewe kuhakikisha piga ua garagaza, hautopanda cheo, utachukiwa daima, anakutengenezea majungu, anakutengenezea fitna. Inawezekana pia kuna mtu au kuna kikundi cha watu daima kila kukicha kinabadilisha mganga huyu, kesho kutwa mganga yule, mtondogo mganga huyu, kuhakikisha tu maisha yako mazima wewe yanakuwa ni ya huzuni. Maisha yako mazima yanakuwa yamegubikwa na stress mbalimbali maskini. Unatamani ardhi ibomoke utumbukie ndani. Huku fitna za kawaida anakuandamisha, huku kuna fitna ya ushawi maskini. Ndoa yako haieleweki, kazi yako pia mtihani. Basi unajikuta ni mtu ambaye umegubikwa na stress ambayo hujui maskini hata njia gani ya kutokea. Sasa sikiliza nikwambie, sisi tunaambiwa tusidhulumu, lakini pia tusikubali kudhulumiwa. Wewe kama Muislamu hautakiwi mdhulumu mtu, lakini pia usikubali kudhulumiwa. Zipo njia mujarrab kabisa unaweza ukazitumia kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukamtesa vibaya mno adui yako, yani ukamtesa vibaya sana adui yako. Zipo njia halali kabisa ukazitumia kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukasambaratisha kila aina ya uadui, kila aina ya fitna na majungu wanayokupikia, ukanusuru ndoa yako, ukanusuru kazi yako, ukanusuru watoto wako, na ukanusuru maisha yako kwa ujumla kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu naomba leo nisikilize kwa makini. Nataka nikakufundishe dua utakayoisoma kwa muda wa siku 11, ama kisomo utakachokifanya kwa muda wa siku 11 kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aisee, atateseka adui yako. Subhanallah, atateseka adui yako, sijui hata nikwambie vipi. Miongoni mwa bakora kali na msumari wa moto utakaokuwa umempigilia katika utosi wake, basi wallahi laadhim nakwapia ni hii njia nitakayokufundisha leo. Na kama ni wewe ndio unamtendea mtu dhulma kwa sababu ya umaarufu wako, kwa sababu ya pesa zako ulizokuwa nazo, kwa sababu ya nguvu zako, au kwa sababu ya cheo chako, au kwa sababu ya neema yoyote ambayo Mungu amekupa, ukawa unaitumia vibaya ndugu yangu kutesa watu, ukawa unaitumia vibaya hiyo neema yako kudondosha machozi ya watu wanyonge maskini wasiojiweza, ukawa unatumia kuvunja ndoa za watu, mdomo wako unautumia, unachukua maneno huku unapeleka kule, unachukua hilo unaleta kule, ama unainua mguu mosi mguu pili unakwenda mpaka kwa mganga wa kienyeji kumfanyia uadui ndugu yako, ili tu maradhi ya mwandame, watoto wake wasieleweke maskini. Umeona mtoto wako mwenzako, watoto wake wametulia, wanasoma, wanaelewa, wanapata makazi mazuri, wewe watoto wako wavuta bange, watoto wako wala unga, na pengine ukija kuchunguza ni wewe mwenyewe tu hukuwalea vizuri katika misingi iliyofaa, uliwadekeza kupita wenzako waliopambana. Sasa hasadi na kushika, unawafanyia uadui. Kama ni wewe ndugu yangu, basi omba unayemtendea ubaya haya maelekezo yangu asikutane nayo, akayafanyia kazi. Akiyafanyia kazi na Allah akampokelea, utateseka babangu, utateseka ndugu yangu kwa idhini ya Mungu. Hutokaa uamini, wallahi lazim nakwambia, utateseka, utapata tabu wewe, utajuta kwa nini ulimtendea mtu ubaya. Nisikilize ndugu yangu, siku 11 ninakupa za moto kabisa, mujarrab, za kumshikisha adabu adui yako. Vipi, namna gani utafanya? Zoezi hili likifanyika usiku wa saa 10 ni bora zaidi, kwa sababu hapa nataka nikakufundishe namna ya kumwangamiza adui, maangamivu ya kimataifa, kama Mungu alivyoviangamiza vijiji 7 vya Sodoma na Gomora. Unajua aliviangamiza wakati wa asubuhi, wakati wa alfajiri ndio Sodoma na Gomora waliangamizwa, na ndio muda ambao Mungu alipokuwa anataka kuwateketeza na kuwaangamiza madhalim. Mara nyingi sana Mungu huitumia alfajiri, ndio muda wake mkubwa kabisa. Na hata ukiangalia baadhi ya vita vya Kiislamu, mara nyingi sana ambushi za Kiislamu alfajiri
ndio ilikuwa inapigwa. Kiingia kule alfajiri, makafiri wamelala, natandika sawa sawa. Sasa na mimi leo nakufundisha, itumie alfajiri kumshikisha adabu adui yako, kumaliza hila zake na mbinu zake. Vipi utafanya sasa? Ichukue suratul Masad, sura kubwa kabisa iliyokuja kuthibitisha ukafiri na kuangamia kwa Abu Lahabi. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasila naran dhata lahab wamraatuhu hamalata alhatab fi jidiha hablum min masad. Sura nzito kabisa hii ndugu yangu, sura kiboko kabisa kwa kila anayemfanyia mtu uadui, kwa kila anayemfanyia mtu ubaya. Inakutosha hii ndugu yangu, bila hata kuku mwekundu wala kuku mweusi wala vyungu vya makaburini wala vichwa vya mbuzi ukafukie sehemu wala matalasimu ya kwenda kutandika. Almasadi na kutosha kumshikisha adabu adui yako na kumtengenezea historia katika maisha yake, ajue aisee, usije ukamgusa muumini. Muumini ni kitu kingine. Sasa hii suratul Masad alfajiri utakapoamka, tuchukulie mathala umeamka saa 10 kamili, na ndio muda mzuri huo, saa 10 kamili unaisoma hiyo. Kwanza unachukua udhu wako vizuri. Ukishachukua udhu wako, kaa katika msala, elekea qibla. Ukishaelekea qibla, lete istighfar yako yoyote unaijua. Hata ukisema astaghfirullah alazim wa atubu ilaihi, unaileta mara 70. Ukishamaliza kuleta istighfar mara 70, sasa anza a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Unaanza tabati yada. Tabati yada hizi unatakiwa uzisome mara 70. Tabati yada unazisoma mara 70. Lakini kila utakapofika mara 10, nisikilize vizuri, kila utakapofika mara 10 utasoma aya hii, inna minal mujrimina muntaqimun, inna minal mujrimina muntaqimun. Unajua aya hii maana yake, hakika sisi kutokana na waovu ni wenye kutesa. Hakika sisi kutokana na waovu ni wenye kutesa. Hakika sisi kutokana na waovu ni wenye kutesa. Inna minal mujrimina muntaqimun. Atateseka adui yako baba yangu, atateseka naye kufanyia ubaya. Utawatesa maadui zako kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kila mara 10 unapiga hiyo inna minal mujrimina muntaqimun, inna minal mujrimina muntaqimun. Utakapomaliza zile mara 70, yani mara 10 unapiga hiyo. Sasa hizi inna minal mujrimina muntaqimun unazisoma mara ngapi? Unazisoma mara 17. Kila baada mara 10 ukimaliza tabati yada unazisoma hizi inna minal mujrimina muntaqimun, unazisoma mara 17 mpaka utakapofunga idadi yako ya mara 70. Ukimaliza mara 70, sasa pale sikiliza ndugu yangu, bado hujamaliza. Unarudi tena katika Qur'ani, kuna aya ya mwisho kule Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia Jibril, inna maw'idahumus subhu alaysa subhu biqarib. Sasa aya hii ndugu yangu unaipiga mara 113, mara 113. Kishamaliza hapo unasoma aya hii, inna maw'idahum subhu, hakika ahadi yao ya kuangamizwa ni asubuhi. Alaysa subhu biqaribe, hivi asubuhi haiko karibu? Je, alfajiri haiko karibu? Yani alfajiri ile inawadia na inaingia. Asa aya hii unaisoma mara 113. Ushamaliza tabati yada na ile inna minal mujrimina muntaqimun, unakuja kuisoma aya hii, inna maw'idahum subhu alaysa subhu biqarib, inna maw'idahum subhu alaysa subhu biqarib, inna maw'idahum subhu alaysa subhu biqarib. Wallahi alazim, utamfanya adui yako kwa idhini ya Allah atembee kichwa chini miguu juu. Utamtesa adui yako kwa kupitia kisomo hichi, hatokaa amini. Ukimaliza mara 113 unamsalia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu inua mikono yako muombe Mungu juu ya dhulma anayokufanyia au dhulma wanazokutendea. Watateseka ndugu yangu, na nisikilize, watateseka kwa hii kisomo ninayokupa. Bwana, watateseka, hutokaa uamini. Habari zitakufikia, wallahi lazim. Una haja kwenda kwa mganga wa kienyeji, habari zitakufikia. Wallahi lazim, nyinyi mnafahamu uangamizaji wa hapa ni kama Jibril alivyovichota vijiji 7 vya Sadum kwa ncha ya ubawa wake mmoja, akavinyanyua namna hii mpaka katika wingu wa kwanza. Ilipofika juu, Allah akamwambia geuza, faja'alna 'aliyaha safilaha, tukapafanya chini kuwa juu na juu kuwa chini. Hatukuishia hapo, wa amtarna alaihim hijaratan min sijinin mamdud, tukawamiminia mvua ya mawe kutoka katika moto wa sijini. Kamiminie mvua ya mawe adui yako na muangamize na umteketeze kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na muomba Allah, kama kweli unateseka, basi Allah sikuache katika hili. Shukran lakum, jazakumullah khair.